ni Mtoro TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Jina langu ni Sheikh Musa Yusuf Kundecha. Mimi ni amiri mkuu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, nikiwa hapa leo kwa ajili ya kutoa tamko la baraza la maimamu na viongozi wa Kiislamu katika mjumuiko wetu wa pamoja. Jambo hili linatolewa leo Jumatano ya tarehe 29 Aprili mwaka 2026, tukianza kwa kusema bismillahirrahmanirrahim. Ndugu wanahabari, tumelazimika kuwaiteni ili tuwasilishe tamko letu kwa jamii kupitia nyinyi kama ifuatavyo. Utangulizi wetu. Sisi viongozi wa dini, maimamu wa Tanzania chini ya msingi wa Uislamu unaoamrisha uadilifu, haki, ukweli na amali, tumepokea na kuisoma kwa makini ripoti ya tume ya kuchunguza matukio ya kabla baada ya Oktoba 29 ya Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Kwa kushirikiana kwa pamoja, tukiwa kama mabalozi wa amani na uzalendo Tanzania, Watanzania watakumbuka tarehe 24 mwezi wa 9 2025, moja ya taasisi za Kiislamu Umata ilifanya kongamano kubwa la kitaifa la amani na uzalendo katika ukumbi wa Diamond Jubilee pale Dar es Salaam, na kisha kuzunguka nchi nzima kuhamasisha amani na uzalendo. Na tunaamini kupitia makongamano yale yalisaidia sana kupunguza madhara ya uhalifu ule ambao ulikuwa unafikiriwa unaweza kutokeza, kwani tunaamini waliotusikiliza na kuzingatia hawakushiriki katika kufanya jambo la namna hiyo. Leo tamko hili kutokana na mafundisho ya Uislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani yanayosema, enyi mlioamini, kuweni wasimamizi wa haki, mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijapokuwa ni juu ya nafsi zenu. Jambo hili unaweza kulipata katika sura ya 4 aya ya 135. Jambo la kwanza ni pongezi na kuunga mkono ripoti. Kwanza, tunampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kwa ujasiri wa kuunda tume hiyo huru ya kitaalamu yenye wataalamu wanaofahamika ndani na nje ya nchi katika masuala ya sheria, diplomasia, ulinzi, intelijensia na upelelezi. Huu mfano wa utawala wenye kuguswa na haki na anwani zinazotokea katika jamii na unasikiliza kilio cha wananchi. Tukiguswa na kauli zake iliyokuwa na hisia kali kuwa anasikitishwa, maana yake tukiguswa na kauli ya Mheshimiwa Rais ya kwamba anasikitishwa na matukio yaliyotokea tarehe 29, lakini zaidi ya kutokea matukio hayo, chini ya uongozi wake anajihisi kubebeshwa mzigo mkubwa ambao hata hivyo ataubeba kwa kuwa hana njia, kwa ujasiri mkubwa katika kipindi hichi kilichobaki cha uongozi wake. Pili, tunampongeza Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande na wajumbe wote wa tume kwa kazi kubwa na ya weledi isiyoegemea upande wowote. Ripoti imegusa ukweli, machungu unaoelekeza kuponya. Tatu, sisi viongozi wa dini na maimamu Tanzania tunaunga mkono kwa moyo wote mapendekezo makuu ya ripoti, hususan yale yaliyogusa maridhiano, uchunguzi kwa waliohusika, uwajibikaji na kujenga taifa lenye amani ya kudumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na mnapohukumu baina ya watu, hukumuni kwa uadilifu. Hakika Mwenyezi Mungu anawahusia wema. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye na aonaye. Haya unaweza kuyapata
katika sura ya 4 aya 58. Ripoti hii imetekeleza amri hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamtia moyo Mheshimiwa Rais na wanatume na Watanzania kwa kututekeleza na kuturudi nyuma kutokana na vikundi vidogo vya watu wachache wanaopinga ripoti hii nzuri. Kama tunapofahamu wako ambao wanaopinga, lakini tunasema tufahamu, hatuna Mtanzania anayeweza kutoka mbinguni leo. Waliopo ndio hao, lakini lazima tuwatumie hao waliopo kwa namna yote. Kubwa si nani anafanya, kubwa ni nini kinafanyika. Wengi waliopinga ripoti ya tume ya Jaji Chande walihusika dhahiri shahiri katika uchochezi na kila namna ya kusababisha uhalifu ule, na baadaye waligeuka watetezi wa uhalifu hao, na sasa wanatumia nguvu kubwa kupinga kazi ya Jaji Chande kwa kuhofia kuwajibishwa kijamii kutokana na juhudi zao za kuhamasisha kuvuruga amani kwa maslahi yao. Watu hao sasa wanapinga ripoti hii, baadaye watakuja kupinga maridhiano kwa lengo tu usiwepo utulivu na amani, ili kuvifanya vyombo vya dola na mamlaka husika zisiwashughulikia. Tunawaomba na kuwashauri viongozi wenzetu wa dini zote kutumia ukweli wa imani ya juu ya Mwenyezi Mungu kuwahubiria watu amani na mshikamano, uvumilivu na msamaha kama mwongozo wa Mwenyezi Mungu kwa dini zote, na tumkemee shetani wa vurugu, chuki na uhasama kwa waumini na watawala. Tunasema siku zote mamlaka inatoka kwa Mungu. Basi mahubiri yetu yasipingane na Mungu kwa kuhubiri uasi na uchochezi dhidi ya mamlaka iliyowekwa na Mungu, kama tunavyohubiri wakati wote. Tunasema na kuhubiri siku zote, shetani kazi yake ni kuleta machafuko, vurugu kwa kila aina ya uchafu kwa watu. Basi viongozi wa dini tusikubali kuwa mawakala wa shetani kwa kutumia mimbari na madhabahu zetu tukufu kuhubiri kazi ya shetani, kutaka machafuko, vurugu na uhalifu kama uliokwisha kujitokeza. Namba 2, wito kwa Watanzania na viongozi wa dini kuunga mkono maridhiano. Maridhiano si hiari, ni amri ya dini. Qur'ani inatufundisha, hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu. Haya mambo yanapatikana katika surati Al-Hujurati aya 10. Hivyo tunaonasi Watanzania wote, Waislamu, Wakristo na wa madhehebu yote, na hata wale ambao wanajitambulisha kuwa hawana dini chochote, kuipokea ripoti hii kwa fursa adhimu na kujenga upya umoja wetu wa kitaifa. Tunaomba viongozi wa dini zote tuwe mstari wa mbele kuhubiri amani, msamaha, maridhiano, kuvumiliana na ukweli misikitini na makanisani. Misikiti na makanisa visigeuze kuwa majukwaa ya siasa za chuki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, muumini kwa muumini nyingine ni kama jengo moja, sehemu moja huimarisha sehemu nyingine. Tanzania ni jengo letu sote, tusiruhusu libomoke. Ushauri wetu kuhusu maridhiano: wa kwanza, yasiyo ni maridhiano ya wanasiasa, bali yawe ya Watanzania wote, na ikitokea kuwa kuna kikundi cha watu, chama cha siasa au kikundi chochote hakitaki, basi waachwe, maana Watanzania ni wengi na vyombo vya siasa ni vingi, wanatosha na wanahitaji sana maridhiano. Namba 2, maridhiano yasiangalie tu iliyosababishwa na matukio ya Oktoba Oktoba 29 na 30, bali yawe ni maridhiano ya kitaifa yanayogusa malalamiko na maumivu ya kijamii na jamii yote kwa ujumla ya Watanzania. Maridhiano yawe ni pamoja na yawe ni ponyo la kudumu kwa taifa, kiasi kwamba kesho au kesho kutwa lisitokee tena kundi jingine la Watanzania kwa manunguniko yao ya muda mrefu
wakasababisha kutokea tena mambo ya udhaifu kama yaliyotokeza hapo awali. Jambo la tatu, maridhiano yaangalie pia malalamiko ya madai ya kibaguzi katika ajira na fursa, ubaguzi wa kidini, kikabila, kwani yapo madai ya uwepo wa watu wa dini moja tu au kabila moja tu kwenye idara nyeti za kiserikali, bali nchi na Watanzania au Watanzania wa dini na makabila tofauti. Hali hii ikiendelea itakuja kuleta tabu huko baadaye. Namba 4, aidha maridhiano yaangalie malalamiko ya muda mrefu baadhi ya madhehebu ya dini na mashirika binafsi kupewa ruzuku na mabilioni ya fedha, mitambo, madawa na watumishi kwa miradi ya afya na madhehebu hao bila kupewa dhehebu nyingine zinazotoa huduma kama hizo, na bado wanaopewa ruzuku wanatoza bei kubwa za huduma katika kuliko hata wanaotoa huduma wasiopewa ruzuku za kiserikali. Inawezekana zamani watoa huduma hizo walikuwa wachache, lakini sasa kila dhehebu linalo huduma ya afya, elimu sawa na madhehebu mengine. Maridhiano yaangalie hili ili kuleta furaha kwa Watanzania wote na kuleta mshikamano wa ukweli na umoja wa dhati. Namba 5, maridhiano yaangalie pia hali inayolaumiwa sana katika mwenendo wa kesi zinazohusu ugaidi na uhaini. Yapo malalamiko makubwa sana kwa upande mmoja wa dini wa viongozi wao wengi kukamatwa kwa tuhuma za ugaidi na kukaa jela kwa miaka mingi zaidi ya 10 bila ya kuhukumiwa, na wengine hata mahakamani hawapelekwi, kesi haziendelei, wengine wamefia jela, wengine wamekamata familia nzima bila kujulikana makosa yao. Zaidi ya kutaja ni ugaidi, lakini hakuna uthibitisho wa tuhuma hizo. Wapo waliohukumiwa kifungo miaka 50 lakini wakashinda rufaa, na wengine walihukumiwa kunyongwa kabisa. Wote hawakuwahi kusikika kuhamasisha uhalifu na kuonekana wakifanya vitendo vya kuhatarisha amani. Tume ya maridhiano ilisimamie hili na iwaangalie watu wote hawa kwa malalamiko yao, lakini watu wa dini nyingine wakikamatwa kwa tuhuma za uhaini wanakamatwa asubuhi na wanaachiwa jioni. Hii ili hali makosa yao hayana dhamana. Licha ya kuonekana bayana, kusikika pasina shaka wakitamka au kuhamasisha uasi na uhalifu, matokeo kuonekana, lakini wanafuatiwa kesi zao na wanaendelea kufanya hayo bila ya kuguswa, ili hali viongozi wengine wapo wa mahabusu kwa muda mrefu. Tume ya maridhiano ihakikishe usawa wa haki katika hili, kuleta maridhiano ya kweli. Namba 2, tume huru ya jinai iundwe haraka ili haki itendeke. Ripoti ya Jaji Chanja imebaini vitendo vya uhalifu, uharibifu wa mali, vyanzo na vichocheo vya vurugu, mauaji na mipango ovu dhidi ya dola na Watanzania. Uislamu unasimama kwenye usahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wala usidhani Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kughafilika na yanayotendwa na madhalim. Suratu Ibrahim aya ya 42. Hivyo tunaitaka serikali kuunda haraka tume ya jinai yenye mamlaka ya kisheria kuchunguza, kushtaki na kuhakikisha wahusika wote wanachukuliwa hatua bila ya kuonewa haya, kuangalia cheo chao, rangi au ya kisiasa au dini yake. Adhabu ya makosa ni kinga kwa jamii. Qur'ani inasema, na katika kisasi kuna usalama wa uhai kwa ajili yenu, enyi wenye akili, ili mumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya unaweza kuyapata katika surati al-Baqara aya 179. Lengo hapa ni kuzuia marudio ya madhila. Imebainika tabia ya baadhi ya viongozi wa dini na wanasiasa na wanaharakati
na watumiaji wa mitandao kuishi kwa kutoamini iwepo vyombo vya dola au kuficha madhaifu au kujiona wao hawagusiki, hali ambayo inajenga dhana ya kuwa kujenga dhana kwa wananchi na vyombo vya dola vinawaogopa au haviwezi kufanya lolote juu yao. Wanashuhudia mwendelezo wa uchochezi na uasi, kudhalisha viongozi kupitia taarifa za kila jambo. Wananchi wanaendelea kushangaa na kuuliza, kwa nini hawachukuliwi hatua za haraka? Kuundwa kwa haraka kwa tume kutasaidia jinsi na kuanza kuchukuliwa hatua wanaohusika na kupanga machafuko na uhalifu ule na kuratibu kuchochea, kutasaidia zaidi kujenga imani kwa mamlaka na kudhibiti uchochezi unaoendelea. Aidha, kwanza kuchukuliwa hatua kwa wahusika hao kutaleta matumaini na utulivu wa nafsi na faraja kwa wahanga na waathirika na familia zao wa matukio hayo. Kwa kuona waliosababishia kutokea madhara yao, basi hatua zimechukuliwa dhidi yao. Wito kwa viongozi wa dini kuacha kuhubiri chuki. Tunawaomba viongozi wa dini wasihubiri chuki kwa waumini wao kupitia majukwaa ya mimbari na madhabahu zao. Tunawakumbusha maimamu, mashehe, mapadri, wachungaji, Oktoba 29, 2025 na siku chache baadaye, swala hazikusaliwa msikitini wala misa hazikuendeshwa makanisani kwa sababu waumini walilazimika kubaki majumbani kwa kuhofia uhai wao kutokana na vurugu zilizosababishwa na fitna ya shetani zilizopewa fursa kwenye majukwaa ya mimbar kabla ya hapo. Kwa hivyo jukumu letu ni kuzima moto, si kujenga chuki za udini kwa malengo ya kisiasa. Viongozi wa dini tukiamua kutumia mimbari na madhahabu zetu kujenga chuki, nchi haitakalika. Leo anatawala Muislamu, Wakristo wakimchukia na kumjengea chuki kwa jamii, kesho atatawala Mkristo. Vivyo hivyo Waislamu watakumbuka madhila dhidi ya Muislamu mwenzao, watasimama kumpinga na kujenga chuki mtawala Mkristo. Hivyo ni hatari kubwa sana. Viongozi wa dini tutumie busara na tuongoze na maandiko ya dini zetu, tusipotozwe na sheitani aliyejificha kwenye majoho ya utashi wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipe baraka taifa letu, tujalie amani na utulivu. Amin. Mungu ibariki Tanzania. Amin. Mungu ibariki Afrika. Amin. Amin. Na yeshaisha kwenu Sheikh Musa Kundecha kwa niaba ya jumuiya na taasisi za Kiislamu na maimamu nchini. Hii ni Mtoro TV.